Jinsi utulivu ulivyoponya ndoa yangu. Kipindi nakutana na mume wangu aliniambia moja kwa moja kuwa nakupenda na nataka kukuoa. Yaani naona kabisa wewe unafaa kuwa mke wangu. Nilikuwa binti fulani, mpole sana na mnyenyekevu, na hichi ndicho kilichomvutia mume wangu zaidi. Wakati anataka kunioa aliniambia kwamba mimi nilikuwa na mwanamke naishi naye hapo kabla. Na nimezaa naye mtoto mmoja ana miaka 5. Huyu mwanamke tuliachana naye na ameenda kuanza maisha mengine sipo naye tena. Ila wewe nimekupenda na natamani tufunge ndoa. Kikweli na mimi nilimpenda, alikuwa ni mwanaume mwenye kujali sana, yani ana upendo wa kweli. Alikuwa ananipa kila ninachohitaji hata kabla ya ndoa. Alikuwa ananipa mahitaji yangu yote. Hivyo niliona kabisa huyu ndiye mume anayefaa wa kuolewa naye. Na kwa jinsi alivyokuwa, sikuwa na haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu yeye, kwani alionyesha kuwa mwaminifu na mwazi sana, na hicho kilinifanya nimkubali. Sasa baada ya miezi 3 ya ndoa, nikabeba ujauzito wa mtoto wa kwanza. Hapo ndipo shida zilianza. Mume wangu alianza kurudi usiku. Siku zingine halali kabisa nyumbani. Na sielewi sababu ni nini. Na ukimuuliza umetoka wapi au kwa nini umechelewa, aisee atakuwa mkali na atafoka mpaka kiufupi. Yani alikuwa na jeuri, kiburi. Yani ni balaa. Ila mimba ilipofika miezi 9, nikamwambia naomba niende nyumbani kwa mama kujisikilizia kwa sababu nimeanza kupata pressure, na daktari akaniambia nachohitaji hapo ni utulivu ili nijifungue salama. Maana ilikuwa kila siku maugomvi. Mara achelewe kurudi, mara apigiwe simu na wanawake na anapokea mbele yangu. Ile hali ikawa inanifanya pressure ipande. So nikajipanga nikaenda kwa mama angalau nitulie. Lakini tangu nimeenda kwa mama ndio mambo yakawa mabaya zaidi. Mume wangu hapatikani, hanipigi simu wala hanitafuti. Ni kama baada ya mimi kuondoka ndio akawa huru na mambo yake. Alikuwa anatuma tu pesa za matumizi, lakini simu hapigi wala kuja nyumbani haji kuniona. Nilishikwa na uchungu nikakimbizwa hospitali. Mume wangu alipigiwa simu na hakuja. Mpaka najifungua hakuja. Baada ya pale baba yangu akampigia simu kumuuliza, "Hauji kumuona mkeo? Mkeo kajifungua hata kujali?" Akamjibu baba akasema, "Kwa nini arudi kwao kujifungua? Haoni kama hiyo ni kuitukana familia yangu? Ina maana sisi tumeshindwa kumsaidia ama kumlea? Mimi siwezi kuja huko. Sio heshima." Baba yangu alijisikia vibaya. Akakasirika akasema, "Mwanangu wewe rudi kwako. Huyo mwanaume ni jeuri, kiburi, kifupi sijui. Sitaki kumsikia tena. Hivi ulimkuta wapi huyo mwanaume? Mbona ajabu sana?" Basi kabidi tu niondoke nyumbani, nirudi kwangu. Japo sikutaka, nilijua tu nitateseka. Mama alinitafutia mdada wa kazi mkubwa, lakini pia wakamuomba dada yangu aende nami kunisaidia. Basi hao tukarudi nyumbani. Nikafika nyumbani, mume wangu ndio kwanza hata hajali. Hajali nimerudi, hajali kuhusu mtoto, yani mambo yakawa mabaya. Ni anasalimia tu na saizi. Basi akimaliza haongei wala nini. Kuna siku niliumia sana, nilimtumia message kwa maziwa ya mtoto yamekwisha, hivyo atununulie, hakujibu. Ila alirudi nyumbani, akaingiza gari akaweka maziwa mezani. Akaingia kuoga kavaa akatoka. Wakati anatoka nikawa nimembeba mtoto. Nashangaa nafungua mlango wa gari. Naona kuna mwanamke ndani. Jamani nilijisikia vibaya. Basi akatoka zake gari, huyo akaondoka. Na hakurudi siku 2 nyumbani. Nikampigia simu hapatikani wala hapokei. Hali ilikuwa mbaya, ikabidi niongee na wazazi wake waje na wazazi wangu ili tuongee. Kwani sikuwa najua kwa nini mume wangu kabadilika hivi ghafla. Hivyo nilimpigia simu baba yake na kumueleza. Ila changamoto ni ya kwamba mume wangu ndio mwenye pesa kwenye familia, hadi wazazi wake wanamuogopa. Niliongea na baba yake akasema ngoja nimpigie nimuombe ruhusa ili nije. Siwezi kuja bila ruhusa yake. Hapo tu nikaona nishapigwa. Baba yake akampigia kwa jeni anaomba tuje tukae kikao. Akamwambia baba yake sihitaji kikao nyumbani kwangu, naomba msije. Baba yake akanirudia akasema amekataa, akasema tusije, naomba myamalize.
nilichoka jamani. Basi tu maisha yaliendelea hivyo hivyo kwa shida. Nilivumilia, nikaamua kutulia. Baadaye mwenzangu nikaona tena akaanza kujirudi. Akawa analala nyumbani, akawa anatulia. Nilishangaa imekuaje, ila nilinyamaza, tukaendelea na maisha. Kidogo mwanangu akiwa na mwaka mmoja, nikajikuta na mimba nyingine. Kiukweli nilishtuka, ila sikuwa na jinsi. Nilipomwambia mume wangu akasema sawa, haina shida, talea tu. Wakati ujauzito wangu wa pili umefika miezi 4, nikaanza tena kusumbuliwa na pressure. Kuna muda stress zikiwa nyingi, pressure yangu ikawa inashuka sana. Sasa nikawa nashindwa kwenda kazini. Mume wangu alikuwa ananisumbua sana. Hana utulivu, hakai nyumbani, yani ni shida tu. Sasa kuna siku asubuhi mida ya saa 4, nilikuwa nimekaa nje napunga upepo. Nikasikia geti linagongwa kwa nguvu. Nikamwita dada aende kufungua. Dada alipofungua, nikashangaa anaingia mwanamke mmoja akiwa amemshika mtoto wa kiume, huko amebeba mabegi. Sasa kuna siku asubuhi mida ya saa 4, nilikuwa nimekaa nje napunga upepo. Nikasikia geti linagongwa kwa nguvu sana. Nikamwita dada aende kufungua. Dada alifungua, nikashangaa anaingia mwanamke mmoja akiwa amemshika mtoto wa kiume, huko amebeba mabegi. Nilishtuka, hawa kina nani? Ikabidi ninyanyuke kuwapokea. Basi wakaja, nilipowasalimia, tukaitikiana hapo, nikamwambia karibuni, akasema asante. Yule dada akaanza kujitambulisha, akasema mimi naitwa fulani, ni mke wa zamani wa Roy ambaye ni mume wangu sasa. Akasema na huyu mtoto wetu anaitwa Ivan. Nikasema wao, kweli nishasikia habari za Ivan, lakini nikaambiwa anaishi na mama yake. Akaniambia ni kweli. Yule dada akaniambia, "Je, nimekuja na sijaja hapa kwa kukurupuka. Nimekuja hapa nikiwa nimefanya research yangu ya kutosha na kujua kwa wewe ni mwanamke wa aina gani." Akasema mimi na baba Ivan tulishindwana. Nilishindwa kuishi naye kwa sababu kutokana na tabia zake. Ila niliposikia ameoa na mkwe tayari ana mtoto na ana mimba nyingine, nikajua tu wewe ni mwanamke wa nguvu. Kwani kwa namna ninavyomjua Roy, nilihisi usingeweza kukaa. Ilimradi bado upo. Basi umeweza mdogo wangu. Sikujibu kitu, nikaguna. Huku na tabasamu. Ila nikajiuliza, anasemaje nimeweza na hapa nina pressure ya kushuka jamani, niko hoi ila acha njikaze. Nikamwambia kwa hiyo unasemaje? Akaniambia Jeni, niko hapa kukuomba msaada na kuomba unilelee mwanangu. Akasema mimi ninaishi na mwanaume mwingine ambaye soon nafunga naye ndoa na tunapendana, lakini changamoto ni ndugu wa mume wangu, hawamtaki mwanangu. Nimekaa pale kama sipo, wanamnyanyasa na kumfanyia vitu vibaya kiasi kwamba mtoto anakosa raha na hata ameshuka kimasomo. Najua baba yake Ivan ni msumbufu. Hajatulia, ila nakuomba Jeni nisaidie kukaa na mwanangu. Najua Ivan hapa ni kwao, ningeweza kumleta na kumwacha, lakini wewe ndio mama. Nimeona nije kwako kuomba umpokee mwanangu, umlee kama mwanao. Akaanza kulia. Nikajiuliza, hiki nini jamani? Mbona huu mtihani mwingine? Akaniambia naomba tuwe tunawasiliana kuhusu mtoto kama kuna shida, ila namwacha kwako. Najua atakuwa salama. Nikamwambia mimi sina neno, mradi mtoto hapa ni kwa baba yake, basi atakaa bila shida. Mimi nitamlea tu. Basi nikamwambia dada amchukue Ivan ampeleke chumbani kuweka vitu. Na mama Ivan nikampa chai akanywa. Baadaye akaaga, akasema naenda mjini kwa fundi wa nguo, nataka nikaangalie. Basi nikamwambia dada amchukue Ivan ampeleke chumbani kwake kuweka vitu vyake. Mama yake Ivan nikampa chai akanywa. Baadaye akaaga, akasema mimi naenda mjini kwa fundi kuangalia nguo, nataka nikaangalie nguo yangu ya kitchen party maana siku zimekaribia. Nikamwambia sawa, hongera pia kwa harusi na kuombea. Akasema nashukuru, nitawaletea kadi. Ila wakati anatoka tulimuona mama wa nyumba ya jirani ambaye mumewe na rafiki sana na mume wangu. Yule mama alikuwa kama kahamaki hivi kuniona mimi na mama Ivan. Nikamsalimia ila mama Ivan hakumsalimia.
Mama Ivan akaniambia, ishia hapo hapo mdogo wangu, ila kuwa makini, sio kila mtu mwema. Nikamjibu tu sawa, ila sikumuelewa kwa nini alisema hivyo. Mama Ivan alivyoondoka, ile mama jirani akaniuliza, huyu kaja kufanya nini hapa? Asije akakuletea maneno akavunja nyumba yako. Mbaya sana yule. Yeye mwenyewe nyumba ilimshinda. Anataka kuharibu ya wenzie. Kwa makini usimwamini. Nikamwambia sawa mama. Basi mume wangu alirudi akamkuta Ivan katulia zake anaangalia TV. Akauliza, huyu kaja na nani? Nikamwambia mama yake kamleta. Ameomba akae hapa. Kaleta na kila kitu chake. Akasema imekuwaje? Maana nilimwomba sana anipe mtoto wangu akakataa. Mbona leo kamleta mwenyewe? Akasema kuna jambo. Kwa makini, sitaki mzoee. Nikasema sawa. Kidogo mawifi akaanza kunipigia simu na kutuma message kwa makini. Wifi yetu Mama Ivan, yani asikuzoee kabisa. Nikasema sawa. Japo nikawa najiuliza, kwani kuna nini? Mbona kila mtu anasema nikae naye mbali? Ila kwa kweli sikuona shida Mama Ivan. Alikuwa ananipigia tu kujua hali ya mtoto na kujua tunaendeleaje. Basi na kila siku alikuwa anapiga simu na hajawahi kuniambia chochote na hajawahi kuja kwangu tena. Basi bana, siku zikawa zinaenda. Ni kweli mume wangu hakurudi nyumbani mwezi mzima, na yani ni mwezi mzima. Unakatika, hakuna simu, hakuna message tu, yani hamna chochote. Naona miamala ya pesa tu. Hii kitu ilinipa mashaka, kwani naona kabisa mume wangu yuko hapa pada lakini nyumbani haji. Sasa yuko wapi? Kuna siku bwana, usiku nataka kulala, simu yangu ikaita. Alikuwa dada yangu, akaniambia, "Jeni, unaendeleaje?" Nikamwambia sijambo. Akaniuliza, "Umejifungua?" Nikamwambia hapana, bado kama wiki hivi. Nikafanywa operation. Akasema, "Vipi mmeo, mmeachana?" Nikamwambia hapana, tupo wote. Kwani unauliza? Akasema, mbona naona kuna mahali kapostiwa iko kwenye sherehe ya mtoto, ni kama vile anamvalisha pete huyo mwanamke aliyezaa naye." Nikasema, "What?" Hebu nitumie. Basi dadangu nitumia picha kweli. Mume wangu kabeba mtoto na wamefanya sherehe ya engagement. Niliona vile nikaangalia kidole changu, nikakuta kina pete bado. Nikasema, inawezekanaje hii jamani? Kweli mtu anioe halafu akachumbia mtu mwingine? Haiwezekani. Hapo nikasikia kama mshale umechoma kwenye moyo wangu. Nikaanza kusikia maumivu ya moyo. Nilisikia uchungu sana. Nikakaa nikaanza kulia kwa uchungu sana. Nikasema, kweli? Hivi kweli Roy wewe ni kunifanyia hivi kweli? Kama hukuwa unanipenda, kwa nini ulinioa? Nililia. Nikatafakari sana mpaka nikaanza kujisikia vibaya. Nikabidi nimpigie simu dadangu aje kunisaidia. Dada alipofika, aliona hali yangu ilikuwa mbaya sana. Akasema, "Ndugu wangu nisamee, nimekosea kukupa taarifa kwenye hali hii. Nisamee. Mimi hata naelewa." Basi nimekazana tu kulia. Baadaye hali ikawa mbaya. Nikawa nashindwa kupumua. Ikabidi nikimbizwe hospitali. Kufika hospitali, kupigwa vipimo, wakasema pressure iko juu sana. Ikabidi nilazwe. Daktari akasema, "Mbona hali imebadilika ghafla? Hii sio nzuri. Inahatarisha usalama wako na wa mtoto." Nikawekwa kwenye chumba cha uangalizi. Nakumbuka nilikuwa nimevimba mwili mzima, miguu, mikono, uso ndio usiseme, nilikuwa kama nimeumuka hivi. Amira.com. Nilikuwa natisha hasa. Dadangu akawa analia, anajilaumu tu kwa nini aliniambia. Sasa nikiwa mle hospitali, kuna nurse alikuwa ananihudumia, akawa ananipigisha story na kunitia moyo. Akawa ananiuliza, "Imekuwaje? Nitaidi kuachilia ili ujifungue salama." Nikawa napiga naye story sana. Kesho yake aliingia tena shift ya jioni, akaja kwenye chumba changu akaniambia, "Madam, unaendeleaje?" Nikamwambia sijambo. Akasema, "Tena hapo tuna maombi, huwa tunashiriki online na pasta wetu. Naomba leo tuombe wote." Nikamwambia sawa. Nahitaji sana maombi. Basi muda ukafika, akaweka maombi ya Shushan kwenye simu, akaniambia,
Wewe fuatisha tu taratibu, omba taratibu, utapata amani. Nakumbuka siku hiyo pastor aliombea sana kuhusu uponyaji wa moyo. Aliomba sana sana. Nilijikuta ninaomba, ninalia mpaka maombi yanaisha. Nikajiona mwepesi. Nikamwambia yule binti, nimeenjoy sana maombi. Akasema usijali, kesho hapo nitakuja tuombe pamoja. Sio siri, baada ya yale maombi niliona moyo umekuwa mwepesi sana. Na kama kuna kitu kimetoka moyoni. Na kwa mara ya kwanza nilala usiku. Nimekuja kuamka asubuhi ni saa 1 na manesi wamekuja kunipima. Na kuona sio siri, baada ya yale maombi niliona moyo umekuwa mwepesi sana. Na kama kuna kitu kimetoka. Na kwa mara ya kwanza nilala usiku. Nimekuja kuamka asubuhi ni saa 1 na manesi wamekuja kunipima pressure na kunipa dawa. Wakasema tunaona pressure imeshuka kidogo. Tumeona tuache upumzike. Kweli nikalala tena mpaka saa 4. Ndio nikaamka, nikaoga, nikanywa uji, nikarudi kulala. Jioni ilipofika kale kabinti kanesi kakaja. Kakaniuliza, "Vipi, unaendeleaje?" Nikamwambia, "Leo nimelala usiku mzima." Akasema, "Nimeongea na pasta wangu yule wa jana. Nimemuomba leo aongee na wewe. Akasema baada ya maombi atakupigia na kuombe." Nikamwambia, "Nitashukuru sana." Sana. Kweli maombi ya saa 2 yakaanza, nikaomba haswa. Baada ya hapo pasta kanipigia simu, nikaongea naye. Kwa kifupi akaniambia, "Sawa, unachohitaji ni imani tu kwa Mungu. Pale unapoona mambo ni magumu, hakikisha imani yako inatetereka. Endelea kumwamini Mungu kwa atakusaidia hata kama unaona mazingira ni magumu. Amini tu kwa Mungu anakupenda na hajakuacha. Hilo tu linatosha." Akaniambia, "Kwa sasa achana na mambo yote, naanza kuwa excited na mtoto wako utakayemzaa. Mshukuru Mungu kwa neema ya kuwa mama na muombe akuushe salama. Ukishajifungua sasa tutaonana na tuongee vizuri." Kweli pastor aliniombea sana. Ila kitu cha ajabu, wakati anaomba akaniambia, "Nakuomba utangaze msamaha kwa mume wako. Muombe rehema mume wako. Na mwambie Mungu kwa umemsamehe ili Mungu akupe amani." Baada ya pale nijisikia vizuri sana, nikamshukuru yule binti nurse kwa kuniunganisha na mtumishi wa Mungu. Nikamwambia kuanzia leo mimi ni mwanashushani. Kesho yake nikapimwa pressure imeshuka kabisa. Daktari akasema kwa hapa naweza kumtoa mtoto. Kweli mida ya jioni, mida saa 11, nikaingizwa theater nikafanywa operation na Mungu ni mwema, ilienda vizuri na nikabarikiwa mtoto wa kiume. Nilimshukuru Mungu sana na kama pastor alivyosema nilimfurahia mtoto wangu. Kweli nikawa kila nikimwangalia mwanangu najisikia raha ya ajabu. Nikaruhusiwa kurudi nyumbani, mume wangu hakurudi wala hakupiga simu. Pastor akasema, "Tulia tu, nyamaza kimya. Kwa sasa pata nguvu kwanza, ukisha kaa sawa tutamtafuta." Kweli sikumtafuta, nikafocus na mtoto wangu. Yaani basi siku zikawa zinaenda. Pressure iliisha kabisa, nikawa naenda kupima, wanasema iko normal. Mwili ulikuwa umevimba sana na wenyewe ukanywea kabisa. Nikarudi kama kawaida. Maisha yaliendelea, niliendelea kuishi na Ivan na kumlea kama mwanangu na hakuna tatizo lolote. Sikuwa na mtenga na mama yake hivyo. Na mama yake hivyo kama alitaka kuongea na mama yake nampa simu anampigia na wanaongea. Mama Ivan baadaye alifunga ndoa kubwa tu na mumewe. Nilimtakia kila laheri kwenye ndoa yake na akaniomba sana nimlee mwanae. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Mume wangu aliendelea na tabia zake mbaya za kutorudi nyumbani na hasemi anakolala. Mara arudi usiku kalewa, hataki kuulizwa, na mara zote akirudi usiku anakuwa na mwanamke kwenye gari. Ambapo mwanamke huyu anabaki kwenye gari nje.
anamwacha huyo mwanamke humo kwenye gari, halafu yeye anaingia ndani kuoga na kutoka. Ni kama vile huyo mwanamke anamsimamia. Hii kitendo kile kinaniumiza sana. Na ni kama najiuliza huyu mwanamke ni nani? Na mbona hawaniogopi? Yeye anamleta mwanamke hapa nyumbani kwangu kweli? Kumbuka nilikuwa mjamzito. Baada ya kujifungua niliwataarifu wakwe wangu, lakini hawakuja kumuona mtoto. Wakasema kijana wao aliwakataza kuja nyumbani kwake, hivyo hawawezi kuja bila ridhaa yake. Hii kauli iliniuma, lakini niliongea na pastor akasema wako sahihi. Kama mtu kawaambia wasikanyage nyumbani kwake, waje kufanya nini? Pastor akasema, tulia, lea watoto wako, mengine atajiseti tuko baadaye. Nilikaa miezi 3, mume wangu hajapiga simu, hajatuma message wala kutuma pesa. Nikashangaa, hata ile hela kidogo ya matumizi aliyokuwa ananitumia pia aliacha. Nikaamua kunyamaza tu. Pastor akaniambia, unapoona hauna majibu, mwambie Mungu atakupa majibu. Kuna siku nimekaa zangu nyumbani, kidogo akaja yule mama wa jirani, lakini safari hii alikuwa tofauti kidogo. Kwanza tangu nimejifungua hakuonekana, na sasa na sio kawaida yake. Na alikuwepo nyumbani kwake ila kwangu hajagusa. Ndio maana alivyoingia nikashangaa, leo imekuaje? Kufika tu ananiuliza, "Uendi kwenu?" Nikamuuliza, "Kwetu kivipi?" Akasema, "Kwenu kwa wazazi wako." Hivi kweli changamoto zote hizi za ndoa bado upo tu? Ningekuwa mimi ningekuwa nishaondoka. Nikamuuliza, changamoto gani? Kwani kumetokea nini? Akasema mumeo ameshakuacha na inavyoonyesha hakutaki tena. Maana ni miezi 5 sasa au 6 hajarudi. Nikamwambia ndio, lakini huyo ni mume wangu wa ndoa. Siwezi kuondoka kizembe hivi. Na hii ni ndoa yangu. Akaguna. Haya, ila ningekuwa mimi ningeondoka. Uzazi wote huo umeganda hapo. Siwende kwenu. Nikaona anaanza kuniudhi. Nikamwambia ndio kilichokuleta. Kama ndio lililokuleta basi na kuomba utoke. Toka tena haraka sana, toka. Akaniambia, unanifukuza kama nani hapa? Wewe huna mamlaka. Na nikimwambia mmeo kwa umenifukuza utaona kitachokupata. Nikamwambia mama, tafadhali na kuomba utoke, nisije nikakukosea heshima. Akasema kuondoka, naondoka. Ila kwa kuwa umenifukuza humu ndani utaondoka. Nikamwambia labda kama hii nyumba ni ya mmeo. Akachia kwa dharau, utajua mwenyewe, ila jua utatoka. Akasema inaonekana kwenu ni maskini sana na huna hapa kwenda, ndio maana unang'ang'ania hapa. Aisee, nilikasirika. Nikasema kwa ukali, toka. Kwa nguvu kama nakemea pepo. Akashtuka akaondoka. Japo alitoa mfyonyo huo hatari, akaondoka. Nilikosa amani sana. Nikasema kwani huyu mama kawaje au kapatwa na nini? Ina maana hata yeye ni adui yangu? Nilikaa, baadaye nikampigia pastor akasema huyo kuna jambo, tuendelee kuomba Mungu ampige upofu na amfichue. Usiku mida kama ya saa 3 nikashangaa mume wangu anapiga simu. Imagine, hajanitafuta tangu nimejifungua mpaka leo. Roho ikasita kupokea. Baadaye akatuma message, kama umechoka kukaa hapo, ondoka. Acha kufanyia watu nao heshima jeuri, utaondoka. Nikajua ni yule mama. Akamwambia mimi sitakuwa nimefukuza. Sikumjibu wala sikupokea simu. Na simu nikazima nikapumzika, maana nilihisi kichwa kinaniuma. Mama Eva ananipigia simu akasema nataka kuja kumuona mtoto. Nikamwambia njoo, karibu. Basi siku hiyo mama Eva anakuja, ilikuwa weekend. Akaniambia nakuja na gari yenye tinted. Nifungulie gate, sitaki watu wanione. Nikamwambia sawa. Basi akafika, nikafungua gate. Akaniambia ila ile nafunga gate na muona mama wa jirani akipita anachungulia, nataka kujua ni nani mwenye gari. Alipita hajanisalimia na mimi sijamsalimia. Nikafunga gate faster. Nikamwambia dada, hakuna kufungulia mtu hapa. Mama Ivan akashuka faster akaingia ndani. Nikamuuliza vipi kwani? Akasema sijataka huyo mama wa jirani anione, maana ndio mbaya. Nikamwambia umejuaje? Maana juzi tu tumetoka kugombana na mimi akaniambia nitaondoka hapa. Mama Ivan akasema mdogo wangu, wewe ni mdogo,
wewe ni mdogo sana. Umekuwa mwanamke mwenye upendo sana kwa mwanangu, lakini pia nimekuona ni mwanamke jasiri sana na mwenye uvumilivu. Ila kuna mambo yanaendelea natamani nikwambie mdogo wangu." Nikamwambia, "Niambie dada, nakuomba." Akachukua simu akanionyesha picha ya Mr. niko na mwanamke na mtoto. Nikamwambia, "Hizi picha dada yangu alinionyesha, alizipata Insta huko, japo sijajua huyo dada ni nani na wakoje na mume wangu." Akasema, "Sasa tulia kipenzi, ni hivi. Huyo binti ndio mtoto wa huyo mama wa jirani." Moyo kashtuka pa. Akasema, "Na huyo mtoto, huyo dada kazaa na mumeo. Na juzi wamefanya sherehe ya kumgomboa mtoto na mumeo kalipishwa mahari." Nikasema, "Unasemaje?" Akasema, "Ndio hivyo. Na hivi karibuni anataka kumpangia nyumba yote. Huyo binti ndo alinitoa mimi kwenye hii nyumba, yani ndio sababu ya mimi kuondoka hapa." Akasema, "Tulia, hebu nipe story kipenzi." Nikakaa chini. Yani nimekaa chini huku na tetemeka, sielewi. Kumbe naishi na adui yangu na mimi mwenyewe hata sijui. Haya. Mama Ivan akaanza kunihadithia. Akasema, "Wakati nakutana baba Ivan, huyu binti alikuwepo na sikuweza kusema chochote." Mama Ivan akasema, "Kipindi Roy anatafuta kununua kiwanja, alifika hapa kwenye hili eneo na kukuta hili eneo lilikuwa linamilikiwa na huyu mama na mumewe. Baba Ivan akalipenda na akalinunua. Wakati ameanza ujenzi, kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinakaa kwao na yule mama. Yani material zote walikuwa wao ndio wanatunza. Hivyo mafundi wakihitaji chochote wanaenda kwa huyo mama wanachukua. Baba Ivan alikuwa anawalipa hela ya ulinzi na kuangalia nyumba. Walimwambia asijali, asitafute mlinzi, wao watalipa. Hivyo wakati ujenzi unaendelea, huyu binti akaanza mahusiano na baba Ivan, japo hayakuwa serious. Binti alijilengesha kwa baba Ivan akawa wapenzi. Na baadaye binti ndio akawa in charge wa hii nyumba. Huyo binti akawa analala hapo na kukaa hapo. Baba Ivan akitaka kitu kwenye nyumba anawasiliana na huyo binti. Akihitaji hela ya vifaa, kulipa mafundi zote anampa huyo binti. Kiufupi binti alijiona yeye ndio the house. Wakati baba Ivan yuko na huyo binti akaanza mahusiano na mimi. Mahusiano yetu yalipamba moto mpaka ikafikia nikabeba ujauzito wa Ivan. Kipindi cha mahusiano kuna muda nilikuwa nakuta message japo sikuwa navitilia maanani. Baada ya mimi kubeba ujauzito kwetu walinifukuza na kuniamuru niende kwa aliyenipa mimba. Ndio mimi kuja kwa baba Ivan kumwambia nimefukuzwa nyumbani. Akasema basi tuishi wote, tuzae tu mtoto. Tukaanza kuishi wote alipokuwa anapanga. Lakini baadaye akasema kuna nyumba nimeijenga, imeshaisha, ila siwezi kukaa mwenyewe, niko peke yangu. Tukakae huko na tutafute na binti wa kazi ili atusaidie. Huku nasubiri ujifungue. Basi tukamia kwenye hiyo nyumba. Wakati tunahamia pale niliwakuta huyo mama na mumewe. Na baba Ivan akawatambulisha kwa huyu ni mke wangu, atakuwa anaishi hapa. Naomba mshirikiane naye. Wakasema sawa, karibu sana. Hivyo wakatoa kila kitu chao mle ndani, sisi tukaweka vya kwetu. Lakini cha kushangaza, yule binti alikuwa anaishi pale. Kuna chumba alikuwa analala, aligoma kabisa kutoa vitu vyake. Na kuna siku alikuwa anakuja pale anaingia chumbani kwake analala. Nilimwambia baba Ivan, "Kwa nini huyu binti haondoki? Na sisi tumeshahamia." Nikashangaa. Anakuwa muoga, akasema usijali, taratibu ataondoka, sisi tuendelee kuishi. Huyu binti alikuwa jeuri, hanisalimii. Anaweza akaja pale akanikuta lakini hasalimii. Nililalamika sana japo baba Ivan hakuchukua hatua yoyote. Kuna kipindi huyu binti na mama yake wanakuja pale usiku, wanazunguka nyumba, mimi nawaona. Na ukimwambia baba Ivan ni kama kafungwa, hawezi sema chochote. Nikaanza kuumwa magonjwa ya ajabu mdogo wangu. Mara nimevimba uso, mara nimevimba miguu, mara mikono inaganzi, mara kichwa kinauma.
Yaani hakiachi, kila siku kinauma. Baba Ivan akabadilika, akaanza kunichukia, ananikasirikia, akaanza kunipiga bila sababu. Kuna siku alirudi usiku akasema, nakuchukia wewe mwanamke, natamani uondoke hapa kwangu. Nikamwambia naondokaje na nina ujauzito? Akasema sikupendi na kuchukia. Akaanza kunipiga, alinipiga sana. Na baada ya kunipiga, unashangaa yule mama anakuja, anajifanya anaamulia ugomvi. Ila nilikuwa najua ni mnafiki. Basi kuna wakati baba Ivan anabadilika, anakuwa mtu mzuri kabisa na anakuomba msamaha kwa yote aliyokufanyia, alafu ghafla kuna kipindi anakuwa tena wa ajabu. Maisha yakawa hivyo. Wakati mimba ya Ivan imefika miezi 7, nikaanza kuumwa. Niliumwa vibaya mno. Hii ilikuwa kama naondoka vile. Nilianza kuumwa kichwa, baadaye miguu ikawa mizito, yani siwezi kutembea. Masikio nikaanza kusikia vizuri, nikawa kama zezeta. Saa zingine ulimi unakuwa mzito na hata kuongea inakuwa shida. Kuna siku nakuwa sawa, kuna siku nabadilika, nakuwa vibaya. Na kipindi hicho naumwa, huyo dada alikuwa anakuja kulala hapa usiku, wanafanya mapenzi na baba Ivan kwenye kile chumba. Lakini huwezi amini, hata kuongea nilikuwa siwezi. Baba Ivan hata ajali. Kuna siku mama yangu mzazi alikuja akanikuta niko hivyo. Nimekuwa kama mlemavu ghafla, sisikii vizuri, siwezi kutembea. Mama akasema anichukue nipeleke nyumbani. Nikamwambia nakwambia nilichukuliwa na wazazi wangu, wakabeba kila kitu changu, na baba Ivan amekaa kimya na anaona na haongei kitu. Na siku nachukuliwa, huyo binti alikuwa chumbani kalala. Baba Ivan hata kushtuka wala. Nilienda nyumbani, nikapelekwa hospitali, lakini hawakuelewa shida nini. Ndio nikaanza kupelekwa kwenye maombi. Maombi. Nikaanza kuwa sawa. Imagine, Ivan tangia nimeondoka nikiwa mgonjwa mpaka najifungua hajawahi kunitafuta wala kuja kumuona mtoto. Baba Ivan ana pesa sana, lakini hata shilingi 100 yake hakuwahi kutuma. Kuna kipindi baba Ivan alijirudi, akaja na wazazi wake kunichukua. Ila nikamwambia kama unataka nirudi pale, yule binti aondoke, hame pale. Basi wakatolewa na vitu vyao vyote, ndio nikarudi tena kwenye hii nyumba. Lakini hakuna rangi niliacha kuona. Yaani huyu mama alikuwa anaongea kwa ujasiri kabisa. Kuna usiku usiku unafika silali, mapaka yalikuwa yanalia usiku kucha. Kuamka asubuhi baba Ivan alinitimua kama mbwa. Alinipiga sana, akawa anataka niondoke na ananinyang'anya mtoto. Ikabidi nikimbie kwa mjumbe kuja akaniruhusu kuondoka na mtoto. Tangu hapo mdogo wangu, mimi na baba Ivan aiseni chuki na paka. Nikaishi maisha yangu, nikaja kupata mahusiano mazuri tu, ila wazazi wa huyu mwanaume hawakumtaka kabisa Ivan. Nilikuwa naona nikimwacha mwanangu anavyomnyanyasa, ndio nikaamua kuletea wewe. Nikamuomba sana Mungu mkubali kukaa na mwanangu. Na kushukuru umekubali. Nikaanza kulia. Niseme tu nilichoka. Nikaishiwa maneno. Basi mama Ivan aliongea, akamaliza, akasema jini mdogo wangu, amka. Kama unaweza kujikita kwenye maombi, jikite tu mdogo wangu. Mumeo hiyo sio akili yake kabisa. Na sasa hivi kama kumteka umemteka haswa. Yaani hajarudi nyumbani miezi 6. Hii sio kawaida. Yaani hata mwanae wa kumzaa haja kumuona kweli? Hapana mdogo wangu. Mimi nakuomba upambane. Kama unaweza kuomba tu mami, omba. Omba sana. Sana, nina uhakika utafunguliwa uchawi. Uchawi hauna nafasi mbele ya maombi. Dada nashukuru, nikamsindikiza nje, akawasha gari yake, huyo akaondoka. Baada ya yale mazungumzo, usiku nilikosa usingizi kabisa. Nilishindwa kulala kabisa, nikawa natafakari inakuaje? Hivi kumbe wanaposema adui wa mtu hatoki mbali. Kumbe ni kweli
Yaani huyu mama alivyokuwa anakuja kunisaidia kazi, anaingia hadi jikoni. Nikadhani mama mwenye heshima, kumbe ni nyoka. Nikaanza kutafakari, hivi wamemfungaje mume wangu mpaka amekuwa hivi? Ni uchawi gani huu ametumia? Hivi kweli mtu amesahau familia yake miezi 6 hajui tunakula nini au tunaishije? Na ni mtu tajiri mwenyewe. Jamani, hapana. Usiku ule nikamtumia pasta ujumbe. Nikamwambia, mama, nina maongezi na wewe marefu sana na kuomba nikuone. Akaniambia, jitahidi Jumapili hii uje kanisani, baada ya ibada nitakuona wa kwanza. Nikasema sawa. Kiukweli moyo wangu na akili yangu ilivurugwa sana. Nikawa natamani hata nimpigie nimtukane, lakini kuna sauti ikaniambia, tulia, kaonane na Pastor Ann kwanza. Kweli Jumapili ilifika, nilienda kwa pastor. Picha lilianza muda wa maombi, niliteseka. Nilikuwa narushwa na mapepo mpaka wananifunga miguu na mikono. Ikabidi nitolewe nje, ibada iendelee. Pastor akasema baada ya ibada nitamuombea vizuri. Kweli ibada ikaisha, pastor akaanza kuniombea. Nilitapika jamani. Mavitu meusi kama mauzi, sijui nilikula lini. Yaani ilikuwa kazi. Lakini namshukuru Mungu, baadaye nikatulia. Nilikuwa na mdogo wangu mmoja. Wakati naombewa akana nachukua video. Nilivyorudi nyumbani najiangalia na shangaa, haya mapepo yalitokea wapi? Baadaye nikakaa na pastor nikamueleza mkasa mzima. Pastor akasema mshukuru Mungu kwa kufunuliwa haya kwanza, kwani hakukuwa na haja ya dada kuja kukueleza hayo yote. Ila ni Mungu tu ndio amemshika. Pastor akaniambia, mradi umeshajua password, basi hii ngoma imeshaisha, kwani adui ukimjua hakusumbui. Pastor akaniambia, anza maombi mama. Maombi yasiyo na kikomo. Yaani hakikisha kila siku omba rehema juu ya mume wako, juu ya watoto wako, lakini pia ombea urejesho wa ndoa yako. Mungu akurejeshe kila ulichoibiwa. Nikamwambia pastor, niko tayari. Nikaanza maombi bwana. Kwa kuwa nilikuwa nanyonyesha, nilikuwa nafunga mpaka saa 6 mchana mara 3 kwa wiki. Lakini siku zote naomba asubuhi, mchana, jioni na usiku pia naamka kuomba. Pastor alinifundisha akasema, unapoomba usiku kwa ajili ya mumeo, chukua shati lake au vest ivae, anza kuomba nayo. Vunja kila uchawi, fungua kila kilicho mfunga, kimwachie. Kweli niliomba maombi. Niliomba sana. Nakumbuka ilifika mwaka mmoja mume wangu hajarudi nyumbani na wala hatutafuti. Watoto walikuwa wakubwa, huyo mdogo hamjui baba yake kabisa. Ila huwa anaita baba ila haelewi kitu. Niendelea na maombi ya kupambana, sikuacha. Niliomba kila siku ya Mungu, ili Mungu amfungue mume wangu na arejeshe ndoa yangu. Kuna kipindi nachoka, nakata tamaa, naanza kurudi nyuma. Utakuta namuuliza pastor, mbona mimi sijibiwi? Kila siku ni afadhali ya jana. Pastor ananiambia, sisi tunaomba mpaka kitu kitokee. Hatuishi njiani. Basi nikaendelea na maombi kama kawaida, siachi. Kuna siku nimekaa zangu nyumbani na shangaa simu inaita. Simu ya Mr. inaita. Alikuwa anapiga. Sio siri, sikuwa namzuka nayo hata. Nikasubiri ite ikakata, akapiga tena, nikapokea kwa upole. Nikasema halo. Akajibu halo. Habari? Nikamwambia nzuri. Akauliza siku mnaendeleaje? Nikamwambia salama. Akaniambia niko njiani narudi nyumbani. Nikamwambia kwani ulisafiri? Akasema ndio, nilikuwa safari vijijini huko, ila ndio niko njiani narudi nyumbani. Nitakuwa Nikamwambia sawa, karibu, safari njema. Nilikata simu nikaanza kucheka mwenyewe. Yaani anaongopa bila aibu eti alikuwa vijijini jamani. Basi jioni mida ya saa 11 ikafika. Akafika. Akapiga simu tumfungulie. Alikuwa na rafiki yake mmoja anaitwa Rich. Huyu ndio mnafiki balaa.
Imagine wameingia wamevaa makoti ya baridi. Wameshusha magunia ya viazi, mchele, vitunguu, maembe. Nikawa basi jioni mida saa 11 akafika. Akapiga simu tumfungulie. Alikuwa na rafiki yake mmoja anaitwa Rich. Huyo ndio mnafiki balaa. Imagine huyo ndio wameingia kwa wamevaa makoti ya baridi, wameshusha magunia ya viazi, mchele, vitunguu, maembe. Nikauliza wamenunulia watu? Eti hapana, hivi tumevuna kwa kijijini. Yaani gari lina vumbi balaa. Basi nikawakaribisha wakaingia ndani. Ile anaingia nakutana na mwanae huyo mdogo kanakimbia kashika chuchu ya maziwa. Akasema, "Wow, mwanangu njoo." Mtoto wacha alie. Hamtaki maana hamjui. Akasema, "Mwanangu hanitaki jamani." Akaanza, "Jamani mzuri kafanana sana na Ivan Kibonge." Kidogo nasikia anaongea na simu. Ndio nimeingia Dar ndugu yangu. Nimeingia kutoka vijijini. Yaani niko hoi, niko chumbani, niko nyumbani nimechoka sana. Nadhani alikuwa anahangaika kupiga simu kujiongelesha. Aidhani mimi nitapanic na kugombana naye. Ila mimi wala nilikuwa zangu kimya. Japo nikasema, haya, break ya kwanza hospitali kupima afya. Mwaka mzima alikuwa na nani? Nikaa najisemea moyoni. Ila nilikuwa na utulivu wa ajabu. Nilipika chakula, wakala yeye na mwenzie, akaoga, baadaye akatoka kumsindikiza mwenzie. Yaani sijaongea, sijauliza kitu, niko kimya. Nacheza tu na wanangu. Usiku ule baada ya kumsindikiza rafiki yake alirudi, mimi sikuongea naye kitu, nilikuwa tu busy na mtoto. Hasa mdogo alikuwa analia sana, hamtaki baba yake, na baba yake akamwambia anataka kumbeba, mtoto hataki. Hivi alilia mpaka akapata usingizi. Nilimuona ni kama mtu anataka kuongea kitu lakini anashindwa. Na mimi sikumpa nafasi. Ikafika saa 6 nikamwambia kalale ukapumzike. Huyu ni mlizi na anaogopa watu. Hatoki nje sana ndio maana analia. Basi akaenda kulala, mimi nikalala sebuleni. Baadaye akaja akasema amchukue mtoto ili na mimi nilale. Ile anambeba tu huyo. Akaamka, kilio kikaanza. Nilikesha jamani. Siku ile nilikesha usiku mzima. Nikamwambia acha mimi nilale naye, wewe tulia, atakuzoea. Nilala sebuleni usiku. Asubuhi nikaamka, nikamwandalia chai, maji ya kuoga, akaenda kuoga, akaja dining kunywa chai. Amekaa ananiangalia lakini yuko busy na simu. Simu inaita sana, hataki kupokea, message zinaingia ndefu, anazisoma. Nikaa namuona anahangaika sana. Mimi nikaa namchora tu kwa mbali, najifanya kama sioni. Niko busy na watoto. Kidogo ananiita ananiambia, "Samahani, najisikia vibaya kama kizunguzungu." Nikamwambia pole, nikupe Panadol. Akasema nipe. Nikamwambia itakuwa ni uchovu wa safari. Akasema yani huko kijijini kuna mbu balaa. Nikampa Panadol, akanywa. Baadaye akatoka nje na kuongea na simu, mara arudi ndani. Baada ya muda mfupi akawa ametulia kabisa. Pastor aliniambia usimuonyeshe hasira hata kidogo, wala usimuulize chochote mpaka mwenyewe aseme. Nikamwambia sawa pastor. Ile homa ilizidi, basi ikabidi nimpeleke hospitali. Nikampakia kwenye gari, tukaanza kutoka. Ile tunatoka nje na muona yule mama wa jirani katoa macho huyo. Mimi sikumsalimia wala mimi sitakusema kitu. Nikapandisha vioo, nikaondoka na gari. Tumefika hospitali, tunampima, wakasema ana pressure. Wakaniuliza kwa nini tatizo la pressure hapo mwanzo. Nikamwambia hapana. Nikamwambia daktari, ongea naye tu vizuri, atakuwa na kitu anawaza. Basi daktari akaingia ndani, akaanza kuongea naye. Baadaye akasema nampa dawa atatumia kwa muda, alafu awe anakuja kucheck pressure mara kwa mara. Basi tukarudi nyumbani. Ilikuwa jioni tayari. Tumefika, kaniita chumbani. Akaanza, "Mke wangu, naomba unisamee, nimekutelekeza na watoto, nimekuacha sikujali, najisikia vibaya. Mpaka mtoto wangu hanitaki, hanijui, kweli nimekosea."
Nikamuuliza, kwani ulikuwa wapi? Na ikawaje ukaondoka nyumbani ghafla? Nilikuwa mpole sana na mtaratibu mno. Japo alikuwa anajikaza, sio rahisi kabisa. Akasema, mke wangu, naogopa hata kuongea na wewe. Naomba msamaha kwanza. Nikamwambia nimeshakusamehe, wewe niambie tu. Akaniambia, mimi bwana, kwa bahati mbaya nilianza mahusiano na huyu binti wa mama jirani. Nikamwambia ehe. Akasema kiukweli sikuwa nampenda, ni tamaa tu, kuna mazingira akitengeneza nikalala naye. Ila sijui kawaje nikajikuta nakosa ujasiri wa kumwacha, na kila siku nikaona ananizidi nguvu. Kuna muda akili inakaa sawa najikuta namchukia sana, ila baadaye nashangaa nabadilika na naendelea naye. Binti mwenyewe anajua kwa simtaki, ila akaniambia ukiniacha najiua. Sasa kwa bahati mbaya alipata ujauzito ambao amenitesa nao sana, na alikuwa ananitishia kuwa atakuja kukwambia, lakini pia kuna picha alinipiga tukiwa kitandani. Amekuwa akinitishia kuwa nikimwacha atakutumia wewe hizo picha, lakini pia atatuma kazini kwangu. Basi kabla ninyenyekee na nimfuate anavyotaka. Nimelea mimba, amejifungua, lakini cha kushangaza mtoto hafanani na mimi kabisa. Nilienda kwao nikalipa gharama za kumzalisha, lakini hapo juzi nimekuta anachat na mwanaume ambaye anamtumia pesa za matumizi za mtoto. Nikamuuliza, kwani huyo mtoto baba yake ni nani? Alikosa jibu. Nikachukua namba ya huyo kaka nikampigia, baadaye akasema, bro, huyo ni mchumba wangu, nimeshatoa mahari, ila mama yake hataki nimuoe, anasema mimi ni maskini na hiyo mimba ni ya kwangu. Mimi nataka mtoto wangu tu na niko tayari kufanya DNA. Kimoyomoyo nikasema, alo, sio mchezo. Nikamuuliza, sasa ikawaje? Akasema, nimekasirika, nimeondoka, nimebeba vitu vyangu, ila hapa ananitishia kukutafuta na kukutumia picha zangu ili aniharibie kwako. Sasa naogopa mke wangu, ukiziona hizo picha sijui utaniacha au vipi. Nisamehe mke wangu, nilichoka. Nikasema, kweli wanaume hapa jamani, shughuli. Sasa mwanamke mwenzangu, kuna vitu Pastor Anne alinifundisha ambavyo vimenisaidia sana kwenye hii changamoto ya ndoa yangu. Kwanza aliniambia, kama usifanye maamuzi wakati una hasira. Cha pili akaniambia, kama usiendeshwe na hisia zako kwa sababu hisia huwa zinaisha. Never be driven by emotions. Cha tatu akaniambia, kama hujui cha kufanya basi usifanye chochote. Cha nne akasema, amini katika muda, kila kitu kina muda. Cha tano akasisitiza, vita ya ndoa ni ya Mungu mwenyewe kwa sababu ndoa ni agano. Cha sita akasema, jifunze kuwa mtulivu mwanamke, hakikisha hauyumbishwi. Cha saba akasema, hakikisha haujipotezi. Hili alinisisitizia sana. Akasema, hakikisha unabaki yule na maono yako na malengo yako. Never lose yourself in marriage. Haya maneno yaliniingia sana ndani yangu, na yanaishi sana moyoni mwangu. Sijui wewe mwanamke mwenzangu. Pastor Anne aliniambia, hata kama unapitia hali ngumu kiasi gani, hakikisha hauonyeshi shida yako kwenye mfuko wa rambo. Hakikisha watu hawajui nini unapitia. Siku zote maintain your status. Mimi nilikuwa ni mtu wa kupost status kila siku. Mara naimba, mara leo nimeweka vijembe, hiki kile, mara kesho hili. Akaniambia unakosea. Nikamwambia kuna muda wananikera, wananishawishi ni wajibu kwa status. Akaniambia kama wanakukera basi wa block, hakikisha unakaa mbali na vitu hivyo basi.
Kama maneno yao yanakuumiza na kukera, futa namba zao, wablock alafu songa mbele. Aisee, nikaanza kuishi maneno haya, nikaanza kuwa mtulivu. Kama sijui cha kufanya, na nyamaza na sifanyi kitu. Ni kweli ndoa yangu sikuwa najua cha kufanya. Bado nilikuwa nampenda sana mume wangu. Sikuwa tayari kuipoteza ndoa yangu. Japo kwa mazingira yalikuwepo, nilikuwa nasikia moyoni sauti ikisema ondoka, muache. Lakini pia watu wangu wa karibu walikuwa wananiambia achana naye, huyo sio mwanaume. Sio siri, nibaki njia panda, sijui cha kufanya. Nilipokutana na Pastor Ann, akaniambia kama hujui cha kufanya usifanye lolote, wewe tulia. Kweli nilijitahidi kutulia sana. Lakini lingine, Ann alinifundisha ukimya. Akaniambia ukimya ni jibu, tena ni jibu kubwa. Kama hauna cha kusema, kaa kimya, na sio lazima uongee kila kitu. Vingine vikalie kimya. Sio siri, nilijengeka sana. Nilipitia kipindi cha upweke na utupu. Nilibaki peke yangu, lakini sikutetereka, kwani niliamini kuwa ipo siku yatakwisha. Hata nilipoamua kuombea ndoa yangu, sikuomba kama Mungu afanye sasa hivi, hapana. Nilikuwa namuomba Mungu nikijua atafanya kwa wakati ambao yeye anaona nafaa. Mume wangu aliporudi, sikumgombeza wala kumlalamikia kwa chochote. Alinikuta niko vizuri, naendelea na maisha yangu na ratiba zangu. Alinikuta sijatetereka. Ndio kwanza nimekuwa mzuri, msafi, ninavutia haswa, sijachoka hata kidogo. Na nilikuwa mkimya sana, kiasi kwamba akawa hanielewi kabisa na akaanza kuniogopa. Muda wote nilikuwa namruhusu yeye aongee zaidi na sio mimi. Na akiongea na muacha aongee. Sionyeshi kuumia wala kushtuka hata kwa lolote, kwani hakukuwa na jipya tena la kuniumiza. Aliongea mambo mengi sana hata ambayo siyafahamu. Aliongea jinsi binti na mama yake walivyokuwa namlazimisha anipe talaka. Walimwambia anipe talaka na anifukuze. Na wakaenda mpaka mahakamani, lakini walishindwa masharti, kwani waliambiwa waje na barua ya wazazi, kanisani, ofisi ya kata. Hizo process zikamshinda, kwani ilikuwa ni lazima mimi nishirikishwe. Na wao walitaka talaka yangu iwe surprise na nisijue chochote. Nilibaki na mshukuru tu Mungu kwa uaminifu wake. Mume wangu alitaka tukutane kimwili. Nikamwambia, mume wangu nakupenda sana, lakini hatakuwa wote mwaka mzima na nina watoto wadogo. Naomba twende hospitali mpenzi, tukapime afya. Tukijiona tuko sawa, basi tutaendelea na mapenzi yetu. Ila ikiwa mmoja wetu ameathirika, basi tutaendelea kulea watoto. Alinishangaa sana kwa usiriasi wangu, lakini Pastor Anna alinifundisha kuijua thamani yako na kujipenda. Niliamua kujipenda na kujitunza. Nilimpa muda ajipange, ajifikirie. Ikiwa kama yupo tayari, basi ataniambia twende ili twende. Japo maisha yanaendelea kama kawaida. Kuna siku mume wangu alikuwa hana raha kabisa. Alishinda nyumbani amelala. Alionyesha ni mtu wa mawazo sana, sikumsemesha. Niliamua kumwacha kama alivyo. Baadaye mida ya mchana nikaona simu yangu inaingia message nyingi za mfululizo. Nafungua nakuta namba ngeni. Imenitumia videos, voice notes na picha. Nikafungua voice note ya kwanza, nikasikiliza. Ni sauti ya mume wangu wakati wanafanya mapenzi na huyo dada. Alafu huyo dada anamwambia mtukane mkeo. Basi mume wangu ananitukana huku anafanya tena matusi makubwa. Nyingine ni video, anamwambia Roy, utarudi kwa mke wako? Huyo anajibu sithubutu mimi, kwa jinsi ulivyo mtamu hivi na kuachaje. Nyie jamani. Kilichoniuma zaidi ni video moja, mume wangu amepiga magoti anamtunza huyu dada pesa, anamwekea kwenye tumbo kipindi ni mjamzito, huko anamwambia maneno matamu. Hii iliniuma, sio siri. Hii ya pesa iliniuma walai.
kwani mume wangu alikuwa hatumii hata senti kwangu. Tangu najifungua mtoto anafikisha mwaka, halafu anagawa pesa tena kwa makahaba. Nikapandwa na hasira, nikataka nikiwashe. Nikakumbuka sauti ya mama Shushan, tulia shosti, tulia, punguza papara, tulia. Nikaamua nimpigie Pastor Ann huku nalia. Nikamwambia naumia Pastor. Akasema ndicho alichokuwa nakitaka yule dada. Hapo anataka ukasirike, mgombane ili apate nafasi. Kumbuka hii ni vita. Nikamuuliza Pastor Ann nifanyaje? Pastor akasema usimwambie mmeo chochote, usionyeshe kukasirika, potezea, endelea na mambo yako. Nikamwambia sawa. Baadaye nimekaa zangu sebleni na muona mume wangu anakuja akiwa na pressure, na sijui alidhani atanikuta labda nalia au vipi. Inaonyesha alimwambia nimeshamtumia mkeo picha. Ila nilikuwa kawaida tu. Tena nilikuwa nacheza na watoto huku nafurahi, na yeye nikamkaribisha acheze na sisi. Akawa ananiangalia usoni, anashangaa sijanuna wala nini. Nikamuona. Akawa ananiangalia usoni, anashangaa sijanuna wala nini. Nikamuona nakosa amani kabisa. Ila mimi wala sina hata habari. Pastor aliniambia kisha uwapi adui zako kile unachotaka ama utarajia. Akasema mmeo anajua kabisa utakasirika, utawasha moto, utalia. Sasa wewe fanya tofauti, badili gia angani. Tulia, relax kama hakuna kitu kimetokea. Sio serious kuendelea kufungua zile picha. Nilitulia, nikaachana nazo. Japo moyo ulikuwa na maumivu sana. Ikabidi niingie kwenye maombi na kumsihi Roho Mtakatifu anipe amani. Unajua, unajiuliza, hivi mwanaume kweli mume wa ndoa anakuacha, anaenda nje, anatumika haswa? Kuna muda nilikuwa nasikia sauti nasema mpasue kichwa huyo, au nasikia vunja vioo vya gari, lakini najizuia. Hasira ilikuwa kali sana. Nikamwambia Mungu nipe utulivu. Nilianza maombi. Mume wangu sikumwambia chochote. Nilikuwa kimya sana mle ndani. Japo yeye alitarajia vurugu na akatarajia labda nitafanya kitu chochote, ila sikufanya. Japo ukimya wangu uliongezeka zaidi. Nikawa kuongea tena siwezi. Anaenda kazini, anarudi, mimi kimya. Baada ya wiki nakumbuka kulikuwa na birthday ya rafiki yangu. Tuko naye kwenye kikoba, aliamua kufanya party. Nikasema hapa natoka na siagi mtu. Nitarudi usiku, acha nikatoe stress. Siku hiyo Mr. alitoka kaenda kazini. Jumamosi huwa saa 12 narudi. Mimi saa 11 nikatoka. Nilivaa gauni keusi kafupi, kiatu changu kizuri cha juu na kapochi. Nilikuwa simple and classic. Basi bwana, Mr. karudi akakuta watoto na dada wa kazi. Akauliza mama yuko wapi? Wakasema hayupo, katoka na siku zote na sikutoka. Basi Mr. karudi akakuta watoto na dada wa kazi. Akauliza mama yuko wapi? Wakasema hayupo, katoka na sikutoka na gari, niliita Bolt, sikutaka heka. Basi akauliza mbona hakutoka na gari? Wakamwambia hatujui ila katoka. Na simu nilikuwa nimeweka silence, sikutaka kelele kabisa. Nilitaka ni relax, nitafute amani, yani nitulie. Nikawa busy na wenzangu, tunakula, tunacheza, yani raha tupu. Kumbe bwana, huko jamaa kapiga simu mara 10, katuma message kibao, mke wa mtu saizi uko wapi? Simu hupokei. Pokea simu tafadhali, nakwambia nikijua ulipo nikakufuata utanijua. Pokea simu. Vitisho hasa mwanaume anatoa. Akampigia dada yangu, dada akasema hata mimi nampigia apokei.
akampigia mama yangu. Mama naye akasema hata mimi nampigia simpati, sijui atakuwa wapi. Akaanza kuhangaika, akatoka nyumbani kunitafuta, akawapigia wazazi wake kuomba waje nyumbani, kuna matatizo, na akaita hadi wasimamizi wa ndoa waje. Sasa imefika saa 4 nikawa nimeshawakumbuka wanangu, ndio nachukua simu niite Bolt, nakuta missed call kibao. Na yeye akaanza kupiga tena. Nikapokea, "Hello, uko wapi?" Nikamwambia niko sehemu fulani. Akasema nisubiri hapo hapo. Nikasema sawa. Yani alikuwa kama mtu mwenye pressure hivi. Basi nikatulia nikamsubiri akaja. Alipokuja nikatoka kwenye sherehe na nafuatwa. Nilikuwa nimependeza mno, yani mno. Aliponiona akashtoka fast, akaanza kuuliza, "Ulikuwa wapi? Nani kakutoa outing? Nani huyo?" Basi nikatulia nikamsubiri akaja. Alipokuja nikatoka kwenye sherehe nafuatwa. Nilikuwa nimependeza mno, yani mno. Aliponiona akashuka faster, akaanza kuniuliza, "Ulikuwa wapi? Nani kakutoa outing? Nani huyo?" Akasema, "Isee, nitakunyunga, niambie ulikuwa wapi kwa hasira." Nikamwambia hapana, nilikuwa kwenye birthday ya rafiki yangu, twende ukaona. Ikabidi nimpeleke kwenye birthday, ndio kuingia, akaona wenzangu wengi, wakamsalimia, tukatoka. Ila tunatoka pale akaanza, "Kwa nini hujaniambia kama unatoka? Kwa nini hujaniaga? Kwa nini umeacha gari? Nani kakuleta?" Nikamwambia, "Mume wangu, nilipanda Bolt, gari haina mafuta." Basi tukaanza safari ya kurudi. Mara naona katafuta hospitali akapaki. Nikamwambia, "Hospitali saizi kweli?" Akasema, ulisema tukapime, naomba tukapime." Nikamwambia sawa. Basi tukashuka, imagine hii ni saa 5, tukaingia hospitali, tukamwona daktari, tukamuomba atusaidie. Basi tukapima, tukawa tumekaa tunasubiri majibu. Hapo nimekaa, simu zinaita, mama, dada, wananiambia unatafutwa. Nikamwambia niko naye. Nilienda kwenye sherehe, wakasema sawa kama amekupata. Basi tulipopokea majibu tuko sawa kiafya. Tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Njia nzima nalalamika, "Kweli mke wangu umevaa nguo fupi namna hii kweli? Halafu hujaniaga kweli?" Mimi nikanyamaza tu. Tumefika nyumbani, nikaingia bafuni kuoga. Natoka na mkuta yuko na simu yangu, anapekua WhatsApp, yani kila mahali. Wala sikumsemesha, nikaenda kulala. Baadaye akaja kitandani, akanifunua shuka, akaanza, "Kwa nini hupokei simu zangu? Na kupigia masaa 3 hupokei. Inaonekana ulikuwa na mtu mahali ndio baadaye ukaenda kwenye party. Kwa nini usiage? Niambie ukweli, ulikuwa na nani mke wangu? Kwa nini unatoka unaacha watoto peke yao?" Nyie, ugomvi ulianza huo usiku. Akaniamsha, "Niambie ulikuwa wapi? Ulikuwa na nani?" Akaanza, "Hata kama nimekukosea, sistahili hii adhabu. Usemi kitu, hujibu chochote wala hujali. Yani huonyeshi kuumia na chochote kuhusu mimi. Inaonyesha unipendi tena mke wangu. Na kuna mtu kabisa unampenda. Wewe zamani ulikuwa hadi unalilia kweli? Kweli Jane, umekuwa hivi kweli sasa hivi? Naomba niambie, nifuate, mimi nimerudi mwenye familia yangu na siko tayari kupoteza ndoa yangu. Sitakubali. Nitakuua. Yani nitakuwa wewe ufe na mimi nife. Sema ukweli kabla sijakuumiza." Niliishiwa nguvu jamani. Niwe mkweli, sikuwa najibu, nikabaki na shangaa, imekuwaje jamani? Hivi kweli mambo yote alionifanyia leo hii mimi ni wakwenda tu kwenye birthday? Imekuwa kesi kubwa. Akanikaba na kuambia, "Niambie nani anakupa kiburi? Mbona hujali kuhusu mimi?" Hujali kabisa. Ikabidi nianze kulia. Nilipiga kelele, "Niue. Kama unaamini basi niue. Hivi kweli mimi na akili zangu nichepuke? Kwa nini? Labda kama wewe hunipendi, unataka sababu ya kuondoka tena." Alivyoona nalia, akaanza kuwa mpole. Akaanza, "Basi mama, basi mke wangu nisamehe. Unajua nina wivu, lakini pia you've been acting so strange nowadays. Umebadilika sana mke wangu. Nisamehe basi mke wangu, nisamehe." Nikaanza kulia, nikakumbuka kila uchungu
alionifanyia, kila ubaya alionisababishia. Acha nianze kumwaga machozi. Ule usiku niliendelea kulia, sikunyamaza hata kidogo. Alijaribu sana kunibembeleza ila ilishindikana. Nilikuwa na uchungu mwingi sana. Kote nilijitahidi ila siku ile nikasema hapana, leo kaingia mwenyewe kwenye 18. Acha ipate. Nililia usiku kucha mpaka asubuhi sikunyamaza. Jana kumbe wakati ananitafuta aliwapigia simu wazazi wake pamoja na wasimamizi wa ndoa ili waje nyumbani. Hivyo kuna muda nikasikia sauti ya mama mkwe anaongea. Nikasema hapa ndio penyewe. Tena hawa nilikuwa nawaita waje hawataki, sasa leo watanijua vizuri. Nikiwa niko ndani nikasikia sauti ya wasimamizi wetu wa harusi na wakaja. Nao ni wanafiki vile vile. Niliwaomba sana waje kipindi Roy hatulii nyumbani, hawakuja. Walikatazwa. Nikachekecha akili, nikampigia mjomba wangu na mkewe, nikamwambia mjomba njoo huko nimefukuzwa. Mjomba njoo huko nimefukuzwa, nataka kuondoka. Mjomba akashtuka akasema nakuja sasa hivi. Nikamwambia nakuomba uwahi maana hakai mbali na hapa kwetu. Nikaingia bafuni, nikaoga, nikavaa, nikaanza kuchukua mabegi, nipange nguo. Nikatoa nguo zote kabatini, nikaanza kuzipanga. Huku nalia nakwambia sinyamazi. Niwe mkweli, moyo wangu ulikuwa na maumivu sana. Kidonda kilikuwa kichungu sana. Nilikuwa na mzigo mzito wa maumivu na nilitamani kuutua ila sikupata chance. Ila nikasema leo ndio leo. Nitalia leo, nitaongea leo mpaka ajue namna alivyoniumiza. Basi akaja chumbani. Akanikuta nakunja nguo naweka kwenye mabegi, akashtuka. Nini tena Jeni? Nini tena mke wangu? Sikumjibu. Kitu ninalia tu. Nikaona katoka, halafu mama mkwe na yule matroni wangu akaingia. Naona aliwaomba waje chumbani. Nilivyoona nilimkumbatia matroni wangu, nikaanza kulia kwa nguvu. Nilitoa sauti kama nimepigwa. Kuna kitu kilikuwa kinanikaba kwenye koo, nikasema leo nakitoa, leo. Acha nilie. Nililia sana mpaka mama mkwe akaanza kulia. Na yeye Roy aliwasikia nalia naye akaja chumbani, nikaanza kuongea huku nawaambia mama mkwe, mama nimechoka. Mama niacheni nirudi nyumbani mimi. Naombeni niende kwetu mama. Mama naumia mama. Akawa anasema Jeni mwanangu tulia. Nikamjibu mama siwezi. Siwezi mimi naumia mama, nimechoka, nataka nirudi kwetu. Nikasikia baba mkwe anagonga, akaomba twende sebleni. Basi tukatoka. Lakini bado nalia, nimechoka mimi jamani, naumia. Nateseka mimi, nateseka jamani, nateseka peke yangu. Sasa kidogo mjomba wangu akaja na mkewe. Ile wanaingia nikaanza kulia tena. Mjomba nipeleke mimi. Nipeleke nyumbani mjomba, nateseka mwanao, nimechoka. Ananinyanyasa mimi, ananiumiza mjomba, nimechoka. Mjomba alinikumbatia akaanza naye kulia. Sio siri nililia mpaka nikawa mwekundu. Nilikuwa na uchungu sana. Baba mkwe akauliza Roy kuna nini? Imekuaje? Akasema mimi sijui imekuaje. Siku zote alikuwa sawa, na shangaa hata kujana usiku ameanza kulia hanyamazi. Hapo nikasimama nikaanza kuongea. Baba niliomba mje mnisaidie, mkakataa kuja, mkasema Roy kawakataza kuja kwake. Mkaniache nateseka peke yangu baba. Hata nyinyi wasimamizi wa harusi mliniacha mimi peke yangu niteseke. Moyo wangu umefika mwisho. Nimechoka jamani, nimechoka, nataka kuondoka. Basi nikamwona Roy kwa mara ya kwanza akapiga magoti, anaanza kulia. Kaanza baba nisamee, mama naomba unisamee. Mke wangu nakuomba sana unisamee, nimekutesa mke wangu. Sikujua kama ulikuwa unaumia kiasi hiki, na kuomba nisamee mke wangu. Akaanza kulia yeye sasa. Hapo nikasema kweli anadiliki kuniacha mimi? Kweli anadiliki kuniacha mimi na kwenda kutembea na mtoto wa jirani mpaka kaza naye kweli? Nikasema Ivan namlea, lakini huyo mwingine hapana. Na inaonyesha huyo mwanamke anampenda kuliko mimi. Nimetumiwa video lakini tukana mimi matusi ya nguoni, na huyo mwanamke anampa mwanamke pesa nyingi. Wakati huku nyumbani hatumi chochote.
Ananiambia alikuwa kijijini wakati walikuwa wanaishi wote Sinza wamepanga. Hapana, kwa kweli nimechoka mimi. Mimi nina moyo sio chuma. Nimechoka. Nikaanza kulia tena. Mjomba kamuuliza Roy, ni kweli? Ni kweli haya anasema Jeni? Akasema ni kweli mjomba. Ni kweli nimekosea sana na jilaumu sana. Akaulizwa, vipi kuhusu mtoto? Akasema mtoto sio wangu. Nilibambikiziwa tu, ila baba wa mtoto yupo na namlea mwanae. Mjomba akasema aisee, basi acha Jeni aende nyumbani kwanza. Akitulia atarudi, maana mambo ni mengi kwa sasa. Hapo akapiga magoti mbele ya mjomba akasema, mjomba naomba mnisamee. Ni kweli nimemtesa mke wangu. Nimemtesa sana. Naomba msamaha. Ila naomba unisaidie Jeni asiondoke. Naomba tu unisaidie kumuomba mjomba. Hapo baba mkwe kainamisha kichwa akachoka kabisa. Wote wakakaa kimya kwa muda. Baadaye nikamwona mjomba na ananiambia, mwanangu Jeni, msamee mmeo, nakuomba sana. Najua amekosea ila msamee. Nakuomba mwanangu. Nakuomba, mimi ni mjomba wako. Nililia jamani, nililia sana. Baadaye nikajiambia moyoni, Jeni achilia tu yaishe. Basi nikanyanyuka nikaenda kumfuata mume wangu alipokuwa amepiga magoti. Nikamwambia nimekusamea mume wangu. Nakupenda sana mume wangu. Yameisha baba. Basi akanikumbatia akaanza kulia pale. Yaani ilikuwa kama movie. Basi mama mkwe ni Mkatoliki, akaanza kusali pale, sala baba yetu, sala Maria, baadaye akamshukuru Mungu. Baba mkwe akasimama akasema, mwanangu Jeni, asante sana. Asante kwa uvumilivu wako. Kweli nimeamini unampenda Roy. Akamwambia Roy, hii ni last chance. Umeona ilivyokuwa ngumu. Mtoto watu alikuwa na uchungu sana na kuomba badilike. Na kuomba sana badilika. Basi wageni wakaondoka wakatuacha. Mama mkwe akaomba wachukue watoto wakakae kwake, watarudi kesho. Nikasema sawa, waende tu na dada. Basi tukabaki mimi na Roy ndani. Sio siri, moyo wangu ulikuwa na amani sio na kawaida. Ule mzigo wote niliutoa moyoni. Basi niseme ndoa yetu ikaanza upya. Hapo wenyewe mnaelewa, nisiongee sana jamani. Mambo yakawa mambo, nilienjoy sana. Imagine sijakutana naye mwaka mzima aisee. Ilikuwa exceptional kwa kweli. Ndoa yangu imerudi, mume wangu ametulia. Kuna nyumba nyingine alijenga mpya, akaniomba tuhamie huko. Pale akasema hapataki tena. Anapauza kabisa. Tukanua kiwanja eneo lingine tukajenga. Kwa sasa tumehama kabisa huko, tunaishi mbali. Na pale tunaishi maisha ya amani sana. Namshukuru sana Mungu kwa kunirejeshea furaha yangu. Mungu akubariki Pastor Annie. Hili somo la utulivu natamani ufundishe kila mwanamke aliye kwenye ndoa alielewe na jua umuhimu wa utulivu ndani ya ndoa yake. Wao wanapaswa kuwa watulivu na waombaji sana. Bila Mungu utoboi mwanamke mwenzangu. Utulivu una nguvu, utulivu unalipa. Mungu awabariki, na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Jinsi utulivu ulivyoponya ndoa yangu.